Kiemba, leo umekwenda kuchukua fomu kwa niaba ya Ali Mayai. Tuambie zoezi limekwendaje? Zoezi limeenda vizuri. Hakuna chochote zaidi ya kufika pale, unaelezea kilichokuleta, unahudumiwa, unaondoka. Utaratibu ni mzuri kabisa, wameweka mwepesi kwa kila mmoja kuweza kuhudumiwa na kuwahi shughuli zake zingine. Kwa niaba ya Ali Mayai ambaye umemchukulia fomu, kipi ambacho kimemsukuma kuchukua fomu ya kuwania urais? Kwanza ni haki. Ni haki ya kila Tanzania ambaye anajihisi ana mchango kuweza kuchangia aidha kwa kuwa kiongozi ama kwa kuwa nje ya uongozi, lakini kila mmoja huwezi kujua kwa nini unaamua kuwa kiongozi, sababu ni haki yake. Kwa hiyo kama mtu ambaye aliutumikia mchezo kwa kucheza, ameutumikia kama kiongozi kwa ngazi mbalimbali, kwa nadhani labda kwa sasa hivi anafikiria kuwa sehemu ya maamuzi ya baadhi ya matukio ya kimichezo na kuleta ile vision ambayo yeye anaona anaweza kujazia, kwa sababu humu kwenye michezo ni kuongezea pale ambapo mwenzao alikuwepo. Kama kuna kitu kilikuwa kinapungua na wewe ukifika utakiongeza kama sehemu ya mchakato wa kukuza mpira wetu. Kwa hiyo mimi namuona kama Mtanzania ambaye ana haki na hakuna shida kwa yeye kuchukua fomu na kuchallenge kwenye urais. Kwa ambaye hafahamu, ni kwa nini Amri Kiemba ameenda kumchukulia fomu Ali Mayai badala ya kufika yeye mwenyewe? Kwanza ni kwa sababu hayupo Dar es Salaam, na kama unakumbuka tovuti ya TFF ilikuwa ina changamoto, kwa hiyo walikuwa watu hawawezi kupakua. Kwa hiyo yuko Tabora, alifiwa na mzazi wake jana. Kwa hiyo leo alikuwa ameweka nia leo akachukue. Kwa hiyo ilibidi jana aelekee Tabora na leo wanazika saa 7. Kwa hiyo mchakato unaoendelea ni kwamba bana, kwa kuwa yupo Dar es Salaam hapo, kanichukulia hizo fomu kwa sababu unajua tarehe 20 zinatakiwa fomu ziwe zimerudi. Yeah. Na Ali Mayai si mara ya kwanza anawania nafasi ya urais. Alishawahi kuwania lakini hakufanikiwa. Kipi ambacho ameona bado anacho na anaweza kusaidia mpira kuamua kuwania nafasi hiyo kwa mara nyingine tena? Cha kwanza, kushindwa sio kitu kibaya, kwa sababu ni sehemu pia kujifunza namna ambavyo vitu vinaenda, kwa sababu unaweza ukawa kwa nje ukawa hujui vitu vinaendaje. Kwa hiyo kwa sasa hivi ana uzoefu na chaguzi za chama, lakini pia unavokaa nje pia na wewe unaendelea kuboresha yale mawazo yako ambayo ulikuwa nayo na ulikuwa unahisi yanapaswa kuwa implemented kwenye mpira. Kwa hiyo kwa sasa hivi anakuja kwa sababu alikubali. Kwanza unajua na nini kwamba yeye alikubali kwamba mchakato ule umepita na ameshindwa. Na ndio maana alikuwa anaendelea kufanya shughuli za michezo na kushirikiana na wale walioshinda. Kwa sasa hivi kwa kuwa ni uchaguzi, anaona bora niende tena kwenye uchaguzi nikaelezee kile ambacho mimi nahisi tunapaswa kukifanya kwa wakati ujao, na wakiridhia wale ambao wanapiga hizo kura wakanipa uongozi, basi nitakifikisha. Lakini kama hawataridhia, basi itakuwa nia yangu nimeifanya. Unajua, kuliko kukaa ndani na kujilaumu kwamba kwa nini sikufanya, ni bora ulifanya alafu kasema mimi kwa wajibu wangu nilitimiza. Lakini kilichokuwa inatakiwa ni watu wengine nao kutimiza wajibu wao kwa kuona namna gani tunaweza kwenda mbele. Kwa namna unavyomtazama Ali Mayai na namna ambavyo chaguzi hizi zilivyo, kwa uzoefu wako, unaona ana nafasi ya kushinda na kuwa kile ambacho anafikiria? Cha kwanza mimi naheshimu nia ambayo yuko nayo, kwa sababu sio watu wote wana nia hiyo ya kuwa viongozi, mbali na kutumika kwenye nyanja nyingi za michezo. Lakini kushinda au kushindwa, hilo ni tukio lingine ambalo kama mtu unaingia kwenye kupigania haki na unahisi uwanja uko flati, kila mmoja anaweza akashinda. Na ndio maana baada ya chaguzi maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo mimi kwanza namuona ana sifa, anaweza kuwa kiongozi. Kwa kile ambacho yeye amepitia, yeye ana faida ya kupitia kuwa mchezaji. Ni faida kubwa kwa sababu anajua shida za wachezaji, sasa hivi anajua shida za walimu, anajua shida za waamuzi. Yaani vitu vingi ambavyo mimi naona kama yeye akiingia atakuwa ana kazi kubwa, kwa sababu unajua kuingia kwenye uongozi ni kuchagua kujipa kazi kubwa, kwa sababu unakuja kutatua yale ambayo watu wanahisi haendi. Kwa kujipima yeye ameona anatosha kuja kuzitatua hivyo vitu. Kwa hiyo mimi pia bado naamini anaweza kuja
na kutatua zile changamoto ambazo zimekuwa zikitukabili kwenye mpira wetu, bila kusahau kile ambacho walokuwepo wameshakifanya. Huwezi kusema hakuna kinachofanyika. Watu wanafanya, lakini haikuzui sasa na wewe kuja na mawazo yako na kujazia pale ambapo watu wameshafanya. Shukran, tumtakie kila la heri Ali Mayai Tembele. Karibu.